hatuna mashaka na waziri wa Wizara ya Kilimo, hatuna mashaka naye. Kwanza ni kada asiyetiliwa shaka, lakini pili, amekuwa katibu mkuu wa chama chetu katika majimbo mengi ya wabunge mlioko hapa. Mheshimiwa Chongolo amepita, kwa hiyo mengi tunayomwambia hapa Chongolo anayajua kwa kuyaona kwa macho, na hatuna shaka naye kwamba atakwenda kuyashughulikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika vitu ambavyo mimi nawakubali sana wenzetu Waislamu, mimi sio Muislamu, wanasema Mwenyezi Mungu ndo anayetoa neema ndogo na neema kubwa. Lakini leo mdogo wangu hapa anasema ikiwa neema ndogo bora tuache kabisa isitolewe. Kitu cha ajabu sana kwa kukisikia mimi. Anasema kama bajeti yenyewe ni kidogo hivi basi bora tuache kabisa. Ikitokea hivyo basi ni hatari kubwa sana hata kwenye level ya familia. Kwamba umepeleka leo ugali maharage afu mkeo anasema leo hatupokei kabisa, tunalala na njaa. Hapana. Tunazo changamoto kwenye kilimo, lakini tuna uhakika kwamba utatuzi wake na majawabu yatatoka kwenye serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tuna uhakika majibu Chongolo na mwenzako mnayo. Endeleeni kutatua changamoto zinazotukabili. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wengi wanazungumzia kuhusu miradi ya kilimo. Mimi hapa ni mnufaika wa BBT. Hilo shamba linalotajwa Ndogoe liko kwenye jimbo langu, jimbo la Mvumi. Na nataka nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri. Nimeona sasa hata vijana wengine wameanza kuhamasika kwenye kilimo. Majuzi nilikuwa natembelea pale, nimekuta shamba kama eka 500 hivi analima huyu kijana msanii anaitwa Masanja Mkandamizaji. Hiyo imeamsha hali ya vijana wengi wa maeneo yale kuanza kuchangamkia kilimo. Tukuombe tuendelee kutenga eka za kutosha kwa ajili ya wanakijiji chenyewe cha Ndogoe, wanakijiji wenyewe wa Mlazo na kata nzima ya Ng'ambaku waweze kushiriki na kupata joto la maendeleo kwenye eneo lile. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoitaka Wizara ya Fedha ipeleke fedha kwenye Wizara ya Kilimo, tunafahamu kwamba Wizara ya Fedha inapeleka pesa kwenye maeneo mengi. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, mvua nyingi tumepata, tunamshukuru Mungu, lakini barabara nyingi zimeharibika. Ni Wizara ya Fedha hiyo inatakiwa kupeleka. Lakini tunaomba mgawanyo wa hicho kidogo kinachopatikana walau usaidie kusukuma mbele Wizara ya Kilimo ili kuweza kutekeleza miradi yake mikubwa. Na ndio maana waheshimiwa wabunge na mimi hapa tunashauri ile miradi mikubwa ya kimkakati itafutiwe pesa nje ya bajeti ya serikali. Ziende zitafutwe fedha kama zilivyotafutwa za kujenga SGR, kama zilivyotafutwa za kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Zitafutwe fedha kwa mkakati mahususi kwa ajili ya kukamilisha miradi mikubwa ya umwagiliaji ili bajeti iliyopo isukume mabwawa madogo madogo yaliyopo. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mkoa wa Dodoma hatuna mto unaotiririka maji mwaka mzima. Kwa hiyo sisi tunapozungumzia kilimo cha umwagiliaji kwetu sisi hakitawezekana kama hatuna mabwawa ya kumwagilia, maana mito yetu inakauka yote kwa haraka. Kwa hiyo tunakusihi sana Mheshimiwa Waziri, jitahidi kadri linavyowezekana, tutafute fedha zisukume miradi mikubwa ili hii miradi midogo itengenezwe na bajeti iliyopo. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nizungumze kuhusu stakabadhi ya ghala. Stakabadhi ya ghala kuna maeneo ambao wenzetu wameanza muda mrefu na sisi sasa hivi mmetugusa. Sio jambo baya, lakini tunaomba ugusaji wetu uwe tofauti na maeneo mengine. Kwa mfano, kwanza hatujawekeza kiasi kikubwa sana kwa wakulima wa ufuta, kwa wakulima wa mazao yanayoingizwa kwenye ghala. Kuna watu wamewakopesha pesa wakulima ili walime, hasa kwenye ukanda ule wa tarafa ya Mpwayungu, tarafa ya Makangwa na kidogo tarafa ya Mvumi. Mimi nashauri nini Mheshimiwa Waziri? Mheshimiwa Mwenyekiti, nashauri wale waliowekeza hela zao kwa wakulima wanunue wao kama wakulima wanapenda kuwauzia keshi, alafu wale wakishanunua waweke kwenye ghala. Na wakiweka kwenye ghala wakati wakuja kuuza, wakulima waalikwe ili waone namna wanavyopunjwa, ili mwakani wakulima wasikubali tena kumuuzia mtu. Mbona hili jambo ni rahisi sana, wala hatuna haja kugombana. Sisi tuwaombe wananchi watulie, wawe watulivu, wale wanaonunuaga kama wanao keshi wakanunue, lakini wale wanunuaji waingize kwenye ghala. Wakishaingiza kwenye ghala wakati wa minada, wakulima waalikwe waje waone namna wanavyopunjika kwa kuwauzia wale. Matokeo yake mwakani wala huhitaji kutumia nguvu, utamwona mkulima mwenyewe tu anaingiza kwenye ghala. Kwa hiyo wakati mwingine tutumie hesabu kidogo tu kumaliza utata. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, imezungumzwa hapa kuhusu mbolea. Tumeona disasters zilizotokea duniani, mipaka inafungwa. Hebu tuimarishe viwanda vyetu vya ndani. Waheshimiwa wabunge wamesema kwa uchungu sana.
Na ili Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nishauri serikali, viwanda kama Intercom hichi cha Dodoma tuviwekee pale, tuweke nguvu zetu kubwa ili viwanda vizalishe, mbolea yake inunuliwe ili tusaidie. Pale tuna Minjingu, utafiti umeshafanywa. Tatizo letu kubwa ni kwamba hatutaki kusamini vilivyo vyetu. Tuelimishane ndugu zangu, tutumie vitu vya nyumbani kwetu. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Mwenyekiti, imezungumzwa sana hapa na waheshimiwa wabunge, na nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, tujitahidi sana tunapozungumza habari ya kilimo, habari ya kilimo bora cha biashara, tunazungumzia mbegu. Mheshimiwa Mwenyekiti, watafiti wetu wa TARI na taasisi zingine zote wanajitahidi sana kwenye kugundua mbegu na kuzisimamia, lakini tatizo hatuwapi nguvu za kutosha. Unajua, kama kuna wizara ina mipango, nataka nikuambie Comrade Chongolo, wizara yako ina mipango safi kabisa, ina mipango ya kutosha na kila kitengo kimejipanga vizuri. Tuwawezeshe nguvu ili wafanye kazi. Tunapozungumzia mbegu bora, kuna watu wengine wajanja nao wanaingiza mbegu feki. Nchi yetu ina wajanja wengi. Hivi vitengo tuviwekee nguvu ili vikusanye mbegu feki, zikamatwe na hatua kali zichukuliwe kwa wanaoingiza mbegu feki kwa ajili ya wakulima wetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nakusihi sana, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji nimegusa viwanda vya ndani viongezwe nguvu, lakini tunataka tukuhakikishie Mheshimiwa Waziri, usife moyo. Hii swala la BBT, swala la kuinua vijana, sasa hivi kuna vijana wasomi wameingizwa kwenye pamba, tumewaona namna ambavyo wameisisimua zao la pamba, tumewaona wengine wameingia kulima zabibu, tumewaona wengine wanalima alizeti, wengine wataka kufungua viwanda vya mafuta ya alizeti. Tuwekeze nguvu za kutosha ili vijana wetu sasa wajikite kwenye kilimo ambacho kitawapa faida. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa lililoshiba hata namna yao ya kuwaza ni tofauti. Vijana hawatawaza mambo ya ovyo, watawaza mambo ya maendeleo. Lakini twende tufanye mabadiliko, watu wakipende kilimo. Waimbaji wetu vijana wasanii waimbe kuhusu kilimo. Nyimbo za mapenzi zimeshatosha. Sasa hivi tunataka tuone uhamasishaji wa kilimo kutoka kwa wasanii wetu.